Alhamdulillah. Sawa, umetoka kutazama mchezo wa leo Coast wakipoteza mbele ya Young Africans. Kwanza tuzungumzie dakika 90 namna ambavyo zilikuwa kwenye mchezo wa leo. Nadhani zimekuwa bora kwa upande wa Yanga zaidi kwa sababu wamepata matokeo ambayo ni positive kwa upande wao. Lakini kwa Coastal Union nadhani wanaendelea kustruggle tu na ubora wa timu ambao wamekuwa nao kuanzia msimu uliopita kuja msimu huu. Kwenye mechi ya kwanza ambao wamepoteza nyumbani dhidi ya Mashujaa, nadhani huu ni muendelezo wa kile ambacho wamekuwa nacho. Red card kidogo inawezekana ikawa ni sehemu ya kitu ambacho kimeathiri, lakini hata hivyo walishapoteza mwelekeo kuanzia mwanzo. Nadhani ubora wa wapinzani wao ulikuwa ni mkubwa zaidi kuliko kile ambacho wao wako nacho. Kipindi cha kwanza wameruhusu magoli mawili, lakini kipindi cha pili magoli mawili pia, lakini na wao walipata nafasi ya kupata goli moja ambalo walilifunga kwa free kick. Pengine kuna kitu gani ambacho kilikuwa wamezidiwa zaidi na wapinzani wao? Ni ubora. Nadhani ubora wa wapinzani wao ulikuwa ni mkubwa zaidi kuliko kile ambacho wanaweza kakitoa. Zingeweza kuwa zaidi kama Yanga wangeweza kutumia nafasi zao kwa umakini, kwa sababu walikuwa wanapata nafasi za kuongeza, lakini matokeo yao ya mwisho kidogo, hususan ni nafasi ambazo Boka alikuwa anapata kutengeneza, alikuwa hazifanyi vile inavyopaswa, na zile ambazo walifanikiwa kumalizia walikuwa wamezidi. Kwa hiyo wangeweza kupata zaidi kama Yanga wangeamua kusukuma zaidi. Mwalimu unaweza kusema amepata first 11 yake ambayo umeishuhudia wewe hasa kwenye kipindi cha kwanza ama kwenye mechi hizi ambazo amezionyesha kwa namna ambavyo amecheza. Nadhani waliocheza mara ya kwanza walionyesha kiwango bora kuliko waliokuja kuingia baadaye, lakini mara nyingine inachangiwa na vitu kadhaa. Mchezo uko katika stage gani? Kwa sababu Yanga tayari kashapata goli 3 alafu hakuna wanachofukuza kwenye mchezo. Kwa kasi ya mchezo, uhitaji wa mchezo unabadilika kulingana na muda na nyakati. Kwa huwezi kusema kwamba walioingia kipindi cha pili labda si bora sana, isipokuwa wameingia katika wakati ambao timu haina inachotafuta. Nini ambacho pengine unaona kwa Shalulile kinakuwa ni changamoto kuweka mpira kwenye... Ukiangalia mchezo wa leo nafasi kama alipata labda ni moja. Kwa hiyo anaocheza nao kumzunguka si watu ambao wanatengeneza nafasi, ni watu ambao wanaangalia kufunga zaidi. Labda naye hajakuwa katika nafasi ambazo wanaweza kumwekea ili kufunga, lakini ni wachezaji ambao wanacheza, wanaomzunguka wanacheza kwa namna ambayo sio utengenezaji, ni namna ya kutaka kufunga zaidi kuliko kutengeneza, na ndio maana kwake nafasi zinakuwa finyu na huenda asipate hayo magoli, labda mpaka pale atakapokuja mchezaji ambaye anaweza kutengeneza zaidi au mahitaji yake anakuwa kutengeneza zaidi kuliko kutaka kufunga. Anacheza na wachezaji ambao wengi pia ni wageni ambao nao wanataka kutengeneza majina yao, wanataka kutengeneza nafasi zao kwenye kikosi. Kwa nao wanahitaji kufanya vitu ambavyo vinaweza vikawaweka zaidi kwenye kikosi. Kwa hiyo mahitaji yanapingana kidogo kwa namna moja au nyingine. Hicho nadhani ndio ambacho kinakwamisha. Aendelee kupewa nafasi. Of course anawezekana anatakiwa kuendelea kupewa nafasi kwa sababu ni mchezaji mwenye profile ya hali ya juu, na unajua kama akipewa nafasi za kufunga au akitengenezewa ni mtu ambaye una garantia kwamba anaweza akakupa hizo goli ambazo zinatakiwa. Magoli ambayo Diarra ameruhusu naweza nikasema ni magoli mengine ya kizembe. Kila mchezo amekuwa akiruhusu goli na leo tena ameruhusu goli jingine. Unauzungumziaje namna ambavyo anakuwa akihakikisha kwamba anaondoka na clean sheet kila mchezo? Yapo magoli ambayo unaweza kuhesabu uzembe wake, kwa mfano kama magoli ya msimu uliopita, goli ambalo alifunga na Selemani Bwenzi kwenye uwanja huu, lakini sio hili la leo. Mpira wa deflection mara nyingi hauna ujanja wala hauna mwelekeo. Kila kitu kilikuwa kiko sawa kwa upande wa Diarra, lakini mpira umebadilisha mwelekeo baada ya deflection. Kwa huwezi kuhesabu kama ni goli ambalo liko kwenye uzembe wake. Of course ni kitu ambacho kinasikitisha kwamba ameshindwa kuondoka na clean sheet, lakini end of the day hakuna mtu ambaye angeweza kufanya chochote kwenye lile. Labda kama Baka asingecheza foul ambayo ilikuwa katika maeneo yale. Pia pongezi tu kwa mpigaji. Ukuta alijaribu kufanya kazi yake, lakini mpira umebadili mwelekeo baada ya kugonga ukuta. Kwa hiyo sio goli ambalo unaweza kumlaumu mtu yote kati yao. Kumalizia, unafikiri tunaweza tukasema sasa Yanga wamefaulu zaidi kwa baadhi ya wachezaji wao kwenye dirisha hili la usajili? Bado mapema. Yeah. Tuwape mechi ngapi? Bado mapema. Mechi ya pili sasa hivi. Lakini so far wanaonekana ndio timu ambayo iko bora zaidi. Ndio timu ambayo imefunga goli nyingi zaidi, nadhani wana goli 6, sio? Wana goli 6 ni na nafasi wametengeneza za kutosha. Kwa mchezo 7 of course, kwa sababu leo ni 4. Kwa hiyo ni timu ambayo inaonekana kuwa bora kuliko nyingine ambazo zimecheza mpaka sasa. Asante.